Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Alhamisi. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunalipata kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ile ya 4 aya ya 12 hadi ya 16. Na Injili tunaipata kwa mwinjili Luka, sura ya 7 aya ya 36 hadi ya 50. Nitaisoma Injili. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika Yesu ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo, akaketi chakulani. Na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu, akasimama nyuma karibu na miguu yake, akilia, akaanza kumdondoshea machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akibusu miguu yake na kuipaka yale marhamu. Basi yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii, angetambua mwanamke huyu amgusaye ni nani na ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akajibu akamwambia, Simoni, nina neno nitakalo kukwambia. Akasema, Mwalimu, nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili. Mmoja amuia dinari 500 na wa pili 50. Na walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili ni yupi atakayempenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi. Akamwambia, umeamua haki. Akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simoni, wamuona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Kisha alimwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema moyoni mwao, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo alikuwa ni kijana mdogo ambaye mama yake alikuwa ni Myahudi, baba yake alikuwa ni Mgiriki. Kwa sababu ya imani ambayo alikuwa nayo bibi yake, kijana huyu Timotheo aliweza kuingia katika Ukristo na akafanya utume pamoja na Paulo. Ghafla katika ujana wake karama yake ikaongezeka, akachaguliwa kuweza kuwa kiongozi hadi katika hatua ya kuweza kuwa askofu. Nyakati kanisa linaanza, Ukristo ndio unakuwa, askofu alipaswa kuwa ni mtu ambaye amefikisha miaka 50, kwamba ameshapita katika vurugu zote za ujana, sasa anaingia katika hali ya utu uzima. Timotheo aliaminiwa akapata waskofu akiwa bado ni kijana. Watu wale waliokuwa ni wazee wakaona kwamba hicho cheo na nafasi aliyokuwa nayo hastahili. Ukatokea ushindani katika kuweza kumdharau katika nafasi hiyo. Ndipo Paulo sasa anamwandikia barua ya kuweza kumuimarisha katika nafasi aliyokuwa nayo,
anasema mtu awaye yote asije akadharau ujana wako, bali wewe uweze kuwa kielelezo kwao kwa wale wanaoamini. Yaani katika mwenendo wako udumu katika upendo, imani na uweze kuwa safi. Na anasema nitakuja kukusaidia katika jambo hilo. Baadaye kwa ajili ya watu ambao walikuwa wamefika wakabeza umri wake na cheo alichokuwa nacho, aliacha kutumia karama yake. Aliacha kutumia vipaji vyake, akakaa ndani. Paulo anamwambia usiache kutumia karama ile iliyomo ndani yako ambao umepewa kwa unabii kwa kuwekewa mikono. Sasa katika kuitumia karama hiyo, tafakari neno la Mwenyezi Mungu. Kitu gani tunachojifunza katika hili hii barua kwa Timotheo ambapo Paulo anaiandika? Kuna nyakati unaweza kutokea mgogoro ndani ya kanisa. Vijana ambao wana karama na vipaji vya kufanya mambo ambayo ni makubwa wakaingia upinzani na wazee ambao wao hawajapata nafasi hiyo, wakaanza kuwashutumu, wakaanza kudharau vijana wao kwamba kwa nini wamepewa vijana, kiasi kwamba wakafika hatua zile karama walizokuwa nazo wakajificha, wakaacha kutumia karama ambazo wako nazo baada ya kuweza kuwekewa mikono, na hasa katika ngazi mbalimbali za kichungaji. Paulo anawatia moyo wale wote ambao wamedharauliwa kwa sababu ya ujana wao kwa kufanya vizuri ndani ya kanisa. Anasema usiache kutumia karama ambayo uko nayo, usiache kutumia vipaji ambavyo uko navyo kwa sababu uliwekewa mikono. Ndani mwako una karama kubwa sana. Bali kati ya vitu ambavyo kijana ukishakuwa umepata madaraka na nafasi nzuri zaidi kama ya Timotheo, itunze nafsi yako, linda sana nafsi yako katika mambo yote. Ukijitunza nafsi yako katika kila aina ya mambo machafu, utakuwa salama. Na baadaye sasa tukutane na kile ambacho Yesu Kristo anazungumza katika hii familia au kwa huyu kiongozi wa kidini Farisayo ambaye alikuwa amemwalika Yesu. Usisahau mpendwa mtazamaji kwamba Mafarisayo walikuwa wamemchukia sana Yesu. Akaibuka Mfarisayo mmoja akatengeneza urafiki na Yesu. Sasa urafiki huu ambao alikuwa ameutengeneza mpaka anamwalika Yesu kwenye chakula, tukao tunatilia mashaka kidogo, ulikuwa ni urafiki mwema? Hakumwamini huyu Simoni Farisayo, hakuamini kwamba Yesu Kristo ni nabii. Alikuwa na wasiwasi sana na utume wake alikuwa nao. Lakini Yesu Kristo alipoalikwa kwenye chakula alikwenda. Fundisho: hata kama huamini juu ya uweza wa Yesu Kristo, kwamba yeye ni nabii, kwamba ni Bwana, kwamba ni mfalme, kwamba alimwaga damu yake pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu, ukimwalika aje kwako, anakuja kwa sababu wewe ni wa thamani zaidi. Kile kitendo cha Simoni Farisayo kuweza kumwalika Yesu, Yesu alikwenda. Na anafika pale, anakuja mwanamke ambaye yeye huyu alikuwa ana dhambi nyingi na walimjua. Ambacho kilichopelekea huyu mwanamke kumwendea Yesu ni kwa sababu ya matukio yaliyomtokea katika maisha. Wengine wanasema alikuwa ni yule mwanamke aliyekuwa ametolewa pepo 7, na wengine wanasema alikuwa ni yule mwanamke ambaye Yesu Kristo alikuwa amemwokoa katika ile Injili ya Yohana sura 8, ambapo huyu mwanamke alikuwa amefumaniwa, akapata nafasi kwenda kufanya toba kwa Yesu. Anakuja pale na mafuta, akaanza kupaka mafuta katika miguu ya Yesu na kufuta kwa nywele zake. Fahari ya mwanamke yeyote ile wa Kiyahudi ilikuwa ni nywele. Mwanamke wa Kiyahudi hapaswi kuweza kuonyesha nywele zake kwa mtu ambaye si wa karibu yake. Na mwanamke yeyote ile wa Kiyahudi akiwa amefunga ndoa alikuwa anafunga nywele zake, maana yake nywele zake lazima aweze kuziona mume wake tu. Huyu mwanamke alipofika mbele za Yesu alijifunua, akajiachia kwa kila kitu, akatumia nywele zake kuweza kuwa ndio taulo, na baadaye maji yakawa ni machozi. Na machozi ambayo mwanamke huyu wa Kiyahudi anayatoa kwa Yesu ilikuwa ni maisha yake, uchungu aliokuwa nao katika safari ya maisha yake, aliamua kumwaga kwa Yesu. Je, unapoenda mbele za Yesu unaenda katika hali gani? Unapeleka maisha yako, machungu yako? Unaenda kujifunua jinsi ulivyo, kwamba mimi ndivyo nilivyo, kwamba wewe Yesu ni kila kitu? Hata kama kuna watu wengine watakutazama pale katika mitazamo mibaya, lakini wewe unakijua kile unachokifanya mbele za Yesu. Angalia mwishoni anachopewa majibu kwamba kwa sababu amependa sana akasamehewa dhambi zake zote, akaambiwa aende kwa amani. Na huyu Simoni Farisayo aliyemwalika Yesu hakumwalika Yesu kwa upendo, alimwalika Yesu kwa upendo mdogo,
hakumpatia maji ya kuweza kunawa, hakumpatia busu alipokuwa ameingia katika ile nyumba, na baadaye pia hakumpaka mafuta. Huyu yeye hakupata kile ambacho alikuwa anahitaji. Siku ya leo umemwalika Yesu katika moyo wako, umemwalika Yesu nyumbani kwako katika moyo wa namna gani? Una upendo wa dhati? Unamwendea Yesu katika hali ya namna gani? Unamwendea kwamba ni mdhambi ambaye Yesu Kristo, unanifahamu utupu wangu jinsi nilivyokuwa, na baadaye naomba uniponye katika dhambi zangu, na Yesu akakwambia uende na amani. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.